Ndugu mtazamaji wa Sibuka TV, na kusalimu kwa jina lake Yesu Kristo. Mimi ni mwinjilisti, naitwa Donatsi Jacobu Mahenge. Kwanza tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, wewe ni Mungu mwenye upendo mkuu. Upendo wako ni wa ajabu kupita fahamu zetu na akili zetu. Na waleta wote wasikilizaji hawa ndani ya neno lako Bwana. Una mpango na watu hawa pia, una mpango, una kusudi lililo jema. Na waombea usikivu, na waombea kuamini, na waombea kupokea kutoka kwako, na waombea baraka zako zitokazo juu mbinguni. Mungu, nyosha mkono wako kuweka huru watu wako, kuanzia ndani ya roho zao, miili yao, maisha yao kwa ujumla. Kwa neno hili zungumza na kusema na watu hawa. Kwa neno hili mhudumie kila mtu anayekwenda kusikia sasa, katika jina lake Yesu Kristo, amen. Katika kipindi hiki cha kimbilia kwa Yesu, na kuletea neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Warumi mlango wa kwanza mstari wa 16 mpaka 17. Sikiliza neno la Mungu linasema hivi. Sikiliza neno la Mungu linasema hivi: kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani. Kama ilivyoandikwa ya kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Ndugu yangu msikilizaji, nimesha kuombea tayari. Lolote unalolihitaji, Mungu aliye juu analijua, na yuko tayari kukupatia hitaji lako. Hakuna mtu awezaye kujiepusha na Injili. Hakuna awezaye kujiepusha. Madamu ni mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, naye ana mwili, hawezi kujiepusha na Injili. Hata kiikataa, hawezi kujiepusha nayo. Hawezi kujiepusha nayo. Hebu na niendelee. Neno la Mungu linatuambia hivi ndani ya kipindi hiki na katika ujumbe huu. Hebu tuangalie utangulizi. Tangulizi ni hivi: Injili ni chombo cha Mungu anachotumia kwa ajili ya kuokolea watu ili wawe salama kiroho na kimwili hapa duniani. Hakuna mtu asiyetaka usalama. Kila mtu anataka usalama wa maisha yake. Nataka usalama ndani ya maisha duniani, pia nataka usalama baada ya kufa. Sasa Biblia inatuambia Injili ni chombo cha Mungu. Ni chombo cha Mungu anachotumia Mungu kuwaletea wanadamu wokovu. Kwa nini? Kwa sababu Injili ni uweza wa Mungu. Binadamu amepewa uwezo. Neno uwezo linaishia ZO, uwezo. Lakini Mungu
ndiye aliyempa mwanadamu uwezo. Mungu anaweza. Ndio Biblia inasema Injili ni uweza wa Mungu. Uweza huu haupingwi na chochote. Hakuna kitu chenye uwezo wa kupinga uwezo wa Mungu. Hakipo hata kimoja. Sikiliza. Kwa nini Mungu alitoa wokovu? Mungu alitoa Injili. Naam, wokovu ulitolewa na Mungu kwa ajili ya watu wote. Huu wokovu unaletwa na uweza wa Mungu. Kwa hiyo wokovu uliletwa na Mungu kwa ajili ya watu wote. Sikiliza kinachofuata. Ili wanaomwamini Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao binafsi, na kutubu dhambi zao na kuziacha. Hapo ndipo sasa na kuziacha kabisa. Naam, ndipo atawaokoa. Sikiliza. Ili uweza wa Injili ukuletee wokovu, cha kwanza sharti lake ni moja. Ni lazima umwamini Yesu. Umwamini Yesu. Si kumwamini tu, lakini umwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako binafsi. Umwamini Yesu kwamba ni Mungu. Umwamini Yesu kwamba ni mwana wa Mungu. Umwamini Yesu kwamba yu hai. Umwamini Yesu kwamba naishi. Umwamini Yesu kwamba anakupenda. Umwamini Yesu kwamba anajua kila kitu. Sasa unapomwamini Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako binafsi, na kuchukua hatua ya kumpa Yesu maisha yako, na kuchukua hatua ya kumpa Yesu maisha yako na kumkaribisha ndani ya moyo wako, ndipo sasa ule uweza wa Injili utakubadilisha. Wewe unaweza kuona kwamba Yesu Kristo anaweza kwa sababu ni Mungu. Unaweza ukaona kwamba Yesu Kristo hashindwi na jambo lolote. Kinachotakiwa ni mwanadamu amini. Ndani ya imani unapokea usiyostahili. Ndani ya imani unapokea yale ambayo hukutakiwa kuyapokea. Haikuwa stahili yako. Kwa neema unapokea. Haleluya. Sikiliza sasa. Hebu nisome kitusome Injili ya Marko mlango ule wa 10 na mstari wa 45. Sikiliza neno la Mungu zuri na jema linavyosema kitu hapa. Siri inawekwa wazi. Sikiliza. Biblia inasema, kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Unajua au hujui, toka mwanadamu ameasitokea bustani ya Eden, amemwasi Mungu aliyemuumba, amegeukia yule adui Shetani. Kwa hiyo binadamu alijitenga na Mungu, akawa na uadui na Mungu. Kwa sababu amejitenga na Mungu, amekuwa na uadui na Mungu, lakini Mungu bado aliendelea kwa na upendo juu ya mwanadamu. Ndiyo maana Yesu Kristo alitumwa ulimwenguni, alitumwa duniani kwako na kwangu. Biblia inasema alipokuja dunia hii hakuja kutumikiwa, alikuja kutumika. Naam, kutumika. Alikuja kuwatumikia wanadamu. Alikuja kutumika.
Biblia wakati fulani inasema Yesu Kristo ni mtumishi wa Mungu aliye mwaminifu. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuja kutumika. Alipoponya wagonjwa alikuwa anatumika kutimiza makusudi ya Mungu. Alipobadilisha maisha ya watu alitumika akionyesha kusudi la Mungu kwa wanadamu ni kitu gani. Ndiyo maana Biblia inasema kwamba mwana wa Adamu, yani Yesu Kristo, hakuja kutumika dunia, hakuja kutumikiwa duniani, bali alikuja kutumika. Watu wengi wanakataa huduma ya Yesu. Je, na wewe utakuwa miongoni mwao? Watu wengi wanakataa kazi ya Yesu. Je, na wewe utakuwa mmoja wapo? Na kushauri kwa neno la Mungu wakati huu, ukubali Yesu Kristo anayatafuta maisha yako. Anakutafuta wewe, anakutaka wewe, anakupenda wewe. Na jambo lingine muhimu, Biblia inasema kwamba Yesu Kristo alitoa nafsi yake kuwa fidia kwa wengi. Mwanadamu alipoasi katika bustani ya Edeni, amefarakana na Mungu. Ilihitajika mtu mmoja mtakatifu, ilihitajika sadaka takatifu, ilihitajika damu takatifu, ilihitajika fidia, ili kile kilichoporwa na shetani, kile kilichoibiwa na shetani, kile kilichoporwa na ibilisi, binadamu alipora Adamu na Eva na uzao wake wote akaupora. Sasa ilibidi fidia ilipwe ili mwanadamu apate nafasi ya kumrudia Mungu, apate nafasi ya kupatana na Mungu, apate nafasi ya kupokea upatanisho. Ili binadamu apatanishwe na Mungu, mpatanishi ni mmoja, naye anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya! Sikiliza, Biblia inasema Yesu Kristo alitoa nafsi yake kuwa fidia. Fidia ni kitu kinacholipwa kukomboa kitu kilichoporwa, kitu kilichonyang'anywa. Hiyo inaitwa fidia. Hakuonekana mwanadamu wa kutoa fidia kwa ajili yetu binadamu. Hakuonekana malaika, hakuonekana kiumbe chochote kinachoweza kufaa kutoa fidia. Kwa hiyo Yesu Kristo alitoa uhai wake, akamwaga damu yake kuwa fidia kwa ajili ya wenye dhambi. Kwa ajili ya wenye dhambi Yesu Kristo alikulipia fidia. Yesu Kristo alikulipia fidia. Changamka unaposikia maneno haya, amini upokee haki yako. Ukisikia mtu anasema hakuna kuokoka duniani, ni kwa sababu yeye hajaokoka. Lakini yote aliyeokoka anajua maana kuokoka, anajua tendo lilotokea kwake. Naam, alibadilishwa kwa uwezo wa Mungu, kwa uwezo wa Yesu Kristo, kupitia kuisikia injili ya kweli. Kuna injili zingine zinasema utaokoka baada kufa, au anasema haiwezekani kuacha dhambi. Kwa binadamu ni kweli hawezi kuacha dhambi, lakini mbele ya Yesu Kristo mwenye uweza wa injili, mwenye uweza wa ajabu, uweza wa injili unapita nguvu na uweza wa nguvu ya nyuklia, unapita kila kitu. Ndiyo maana kuokoka inawezekana. Jambazi anaokoka, mlevi anaokoka, mwizi anaokoka, na mchawi anaokoka, mwenye dini sana anaokoka, anabadilishwa. Hakuna dini inayoweza kumwokoa mtu hata siku moja, kwa sababu hakuna dini iliyomfia mtu. Hakuna dhehebu wala dini yoyote yenye uweza wa kumwokoa mtu. Ni Yesu peke yake ndiye mwenye uweza wa kumwokoa mwenye dhambi. Haleluya! Nisikie, Bwana Yesu alilipa pale msalabani.
kwa kumwaga damu yake takatifu, kwa kumwaga damu yake takatifu, damu yake takatifu, kwa kumwaga damu yake takatifu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikiliza sasa kifuatacho. Hebu nataka tuangalie sababu ya ujumbe huu niliyokuletea. Kwa nini ninahubiri neno hili? Katika Biblia kuna maneno mengi yanayotufaa na yote yanatufaa. Sikiliza. Lakini Mungu ametaka usikie juu ya Injili. Sasa sababu ya mimi kukuletea ujumbe huu ya kwamba Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu, sababu yake ni hii. Nataka ujue kuwa kuokoka ni lazima. Wala sio ombi, wala sio kubembelezwa, wala sio ombi, wala sio kubembelezwa. Mimi hapa sihubiri Injili kwamba njoo kwenye dini yangu, tutakupa mitumba, tutakupa fedha, tutakupa mali, tutakuolea mke au tutakupa mume, tutakujengea nyumba. Hiyo wala hatukutumwa kwa mambo kama hayo. Tumetumwa kwa shauri moja, tuhubiri Injili kwa kila kiumbe, kwa sababu Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminiye, kwa kila aminiye, ili ahesabiwe haki. Hebu tusome kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza mlango ule wa 6 na mstari wa 9 na tunakwenda mstari wa 11. Usikilize neno hili. Kwa nini sababu ya somo hili, sababu ya ujumbe huu naokuletea, sababu. Sikiliza. Korinto wa kwanza mlango ule wa 6 mstari wa 9 tunasoma, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Sikiliza. Hakuna mwenye dhambi atakayerithi ufalme wa Mungu. Hayupo. Unajua lazima dhambi iache, hata kama unaipenda, hata kama imekufunga, hata kama imekulemea. Lakini na Biblia inahakikisha kwamba hakuna kinyonge kitakachoingia mbinguni. Bwana Yesu alisema hivi, iweni watakatifu kwa maana Mungu ni mtakatifu. Iweni wakamilifu kwa maana Mungu ni mkamilifu. Yesu, ukikubali Yesu na kumwamini Yesu na kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hapo ndipo sasa yeye ana uweza wake wa kukufanya mtakatifu. Ataosha dhambi zako kwa damu aliyomwaga msalabani. Haleluya. Naam, ana uwezo wa kukamilisha. Lakini dini ya udhehebu au binadamu, hakuna mtume, hakuna nabii, hakuna yeyote wa kumkamilisha mtu, wa kumtakasa mtu na kumsafisha mtu. Ni Yesu Kristo mwana wa Mungu peke yake. Haleluya. Biblia inatuambia hivi, msidanganyike waasherati, msidanganyike, hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi. Sikiliza. Anasema msidanganyike. Wengi wamedanganywa, pamoja na wewe msikilizaji wangu umedanganywa kwamba dhambi haiwezekani kuacha dunia hii. Dhambi na kutumikisha kwa sababu uko peke yako. Lakini ukiwa na Yesu ndani ya moyo wako, nataka nikwambie hivi, Biblia inasema utakuwa mshindi juu ya dhambi, utakuwa mshindi juu ya ulimwengu. Shetani utamshinda kwa sababu una Yesu Kristo ndani yako. Huna ushindi kwa sababu una dini yako peke yake, lakini Yesu hayumo ndani yako. Yesu akiingia ndani yako anakupa ushindi, unashinda ulimwengu. Anasema waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu. Dunia ya leo kuna wasagaji, dunia ya leo kuna mashoga, kuna wakila aina. Dhambi ya uasherati
imewashinda matajiri, imewashinda wasomi, imewashinda hao wenye dini, imewashinda viongozi wa dini, imewashinda wa aina zote, wanatumikishwa na dhambi hii. Na ndipo Bwana Yesu anahakikisha ya kwamba msidanganyike, waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu. Haiwezekani mwasherati akakae na Mungu mtakatifu, Mungu mkamilifu. Biblia imekataa. Umedanganyika. Sikia ukweli, utakuweka huru unaposikia ujumbe huu. Anasema wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti. Naona wala walawiti. Tunasoma wa Korinto wa kwanza mlango wa 6 na mstari wa 10. Biblia inasema wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi, kwamba ndio wataingia mbinguni. Hakuna. Dunia hii imejawa na watu wa namna hiyo. Ndani ya dini kwa watu wasiokoka kumejawa na watu wa namna hiyo. Mitaani kumejawa na watu wa namna hiyo. Lakini ndani ya dunia hii wako wasio washirati, wako wasio wazinzi, wako wasio wevi, wako wasio waongo, wako wasio watukanaji, wako wasio tenda dhambi, kwa sababu alikutana na mmoja peke yake aitwaye Yesu Kristo. Wakamwamini, wakasalenda kwake, wakatoa maisha yao, wakasema tumeshindwa. Lazima ukubali kwamba umeshindwa. Uhitaji mwenye ushindi, uhitaji mwenye ushindi. Sikiliza neno linavyosema wa Korinto wa kwanza mlango wa 6 na mstari wa 11. Anasema baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa na nani? Na Yesu. Lakini mlitakaswa na nani? Na Yesu. Lakini mlihesabiwa haki na nani? Na Yesu. Katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu. Walitakaswa katika jina la Yesu Kristo. Walitakaswa katika jina la Yesu Kristo. Sio katika mtume fulani, sio katika nabii fulani, sio katika mtakatifu fulani, ila kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu linafanya kazi. Naam, utahesabiwa haki leo. Haleluya. Kwa hiyo mpokee Bwana Yesu ndani ya moyo wako. Ndani ya moyo wako. Lazima mpokee Yesu. Kuokoka ni lazima ili uingie mbinguni. Kama ilivyo lazima mtu kufa aende jehanamu mwenye dhambi, kama ilivyo lazima mwenye dhambi aende jehanamu, ni lazima mtu awe na dhambi ndiye anapelekwa jehanamu. Ni lazima mtu atakaswe, aoshwe, aokolewe, atolewe gizani, aletwe nuruni, ndiye anakuwa na nafasi ya kuingia mbinguni. Ndiye anakuwa na ahadi ya kumwona Mungu. Ndiye anakuwa na nafasi na ahadi ya kumwona Mungu aliye juu. Sikiliza, tuendelee na somo. Sikiliza, tuendelee na somo. Mwokozi ni mmoja tu, naye ni pekee. Tunasoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume mlango wa 4 na mstari wa 12. Sikiliza neno la Mungu linavyosema. Matendo ya Mitume mlango wa 4 na mstari wa 12. Kuna neno la ajabu, neno la pekee, likutie nuru, likufungue fahamu zako, likufungue akili zako. Sikiliza, Biblia inatuambia Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari wa 12, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yeyote, kwa maana pana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo.
ni jina la Yesu peke yake. Ni jina la Yesu peke yake. Kwa sababu gani? Yeye hakuja kutumikiwa, alikuja kutumika na kutoa nafsi yake kuwa fidia kwa wengi. Uwe miongoni mwao waliolipiwa na Yesu Kristo, kukubali gharama yake, kukubali gharama yake. Sikiliza, maandiko yanasema na baadhi yenu mlikuwa hivyo. Maana yake ni kusema Paulo wakati anaandika waraka huu aliwaandikia waliookoka, na ndio nawaambia baadhi yenu ninyi mlikuwa hivyo. Haleluya, mlikuwa hivyo. Baadhi yenu mlikuwa hivyo. Sasa kwa sababu mlimpata Mwokozi, mlioshwa, mlitakaswa, mlisafishwa. Hapa neno linasisitiza kwamba hakuna wokovu au mwokozi mwingine, ni Yesu peke yake. Watu wengi wameukataa wokovu. Watu wengi wamebishia juu ya wokovu. Wamefikiri wakisema wokovu haupo, wanafikiri watajiepusha na hukumu. Hapo ndio unachochea hukumu. Hapo ndipo unajitakia mabaya. Ni afadhali unyenyekee. Ni afadhali uje kwa Yesu. Ni afadhali usalende uje kwake. Hakuna aliyebishana na Mungu hata siku moja akafanikiwa. Hutafanikiwa. Hutafanikiwa. Huwezi kufanikiwa kuingia mbinguni. Huwezi kufanikiwa kuishi maisha haya. Kwanza hauna amani, hauna furaha, hauna ushindi. Kifo kinakufuata, huzuni imekujaa, mashaka yamekujaa. Hata kama una pesa, hata kama una mali, hata kama una dini, lakini bado ni mtumwa wa dhambi. Sikiliza ujumbe huu. Biblia inatuambia hakuna mwokozi mwingine ila ni Yesu Kristo peke yake, kwa sababu Yesu ndiye aliyesulubiwa msalabani. Tunasoma kile kitabu cha Wagalatia mlango wa 3 na mstari wa 13. Kuna neno la ajabu sana. Hili litakuweka huru, hili litatia nuru, hili litakupa ufahamu, hili litaumba imani kwako, na mtapokea. Hitaji lako kuu ni wokovu. Hitaji lako kuu ni wokovu. Sio dini, sio chochote, sio mali, sio mke, sio mume. Hayo yote, mke, mume na vingine na mahitaji sawa, lakini cha kwanza, hitaji la kwanza, una uhitaji Yesu Kristo na wokovu wake. Sikiliza, Biblia inasema Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aingikwaye juu ya mti. Hakuna mtu aliyezaliwa na mwanamke kama Yesu Kristo mwenye upendo wa ajabu. Yesu Kristo aliwapenda wenye dhambi, aliwapenda wabaya, aliwapenda waovu, na bado anawapenda waovu, bado anapenda wenye dhambi. Yesu Kristo ni wa ajabu. Biblia inasema ni rahisi mtu kufa kwa ajili ya mtu mwema, lakini ni vigumu sana binadamu wa kawaida kufa kwa ajili ya mtu mbaya. Kabisa kabisa, haiwezekani. Lakini Yesu Kristo, Biblia inatuambia, aliangikwa msalabani akatukomboa katika laana ya Torati. Torati ililetwa na Mungu mwenyewe ili kuonyesha binadamu ambavyo ana makosa, amepotea, anahitaji msaada wa mkombozi Yesu Kristo. Ndio maana Biblia inasema Torati amekuwa kiongozi wa kutuleta kwa Yesu. Torati haikuja kuokoa watu. Torati haikuja kutenganisha watu na dhambi. Ilikuja kusema binadamu alivyo dhaifu, binadamu alivyo mnyonge, binadamu alivyopotea. Naam, akijijua alivyopotea, akijijua alivyo mnyonge, akiamini mwenye dhambi, aende kwa Yesu Kristo. Naam, na Yesu alikufa pale msalabani.
akaangikwa kwa ajili ya wenye dhambi, akabeba laana. Dhambi ni laana mbaya. Dhambi ni laana. Huwezi kutenda dhambi ukajiepusha na laana. Ukitenda dhambi, cha kwanza, dhambi inakufunga, unakuwa mfungwa wake. Na kisha dhambi inakuletea laana, unakuwa mtu mwenye mikosi, mtu mwenye balaa. Na unisikilize msikilizaji wangu, wamekuwepo watu wengi wanawaambia watu, toa sadaka ili kuvunja laana, toa sadaka ili kuleta ukombozi kwako, toa sadaka ya madhabahu, toa sadaka ili upone magonjwa, toa sadaka ili upate kile na kile. Lakini yuko Yesu Kristo ambaye aliwatoa wanadamu kutoka kwenye laana ya dhambi. Kama unakataa kuokoka, laana utaikataa, utumwa wa dhambi utaukataa, utaendelea kutumikishwa, utaendelea kuonewa, na laana itakufuata. Laana itakufuata. Utafanya biashara inakushinda, unaenda kwa mganga wa kienyeji kupata nguvu za giza ambazo zitakuangamiza. Unaoa unaachika, unaoa anakuacha, unaolewa unaachika. Kila unachofanya kimejaa laana. Lakini Yesu Kristo ni wa baraka sana. Kuokoka ni baraka. Kuokoka ni kushinda uovu. Kuokoka ni kuvuka kutoka gizani kuingia ni nuruni kwake Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Sikiliza, mwanadamu hawezi kujiokoa mwenyewe kwa nguvu na jitihada zake. Hawezi kujiokoa mwenyewe. Hawezi kushinda dhambi. Hawezi kujiosha dhambi zake. Hawezi. Binadamu aliyezaliwa na mwanamke hawezi kujiokoa mwenyewe. Sikiliza Mathayo 18 na mstari wa 23. Bwana Yesu anasema, kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetoka kufanya hesabu na watumwa wake. Tuone mstari unaofuata. 24. Alipoanza kuifanya ile hesabu, aliletewa mtu mmoja mwenye deni la talanta 10,000. Tuone mstari wa 25. Naye alipokosa cha kumlipa bwana wake aliamuru auzwe, yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyokuwa navyo, ili kulipa lile deni. Twende mstari wa 26. Biblia inatuambia hivi, basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema, Bwana, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Mstari wa 27. Biblia inatuambia hivi, bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Tuone 28. Naona mtumwa yule akatoka, akamuona mmoja wa watumishi wake aliyemuwia dinari 100, akamkamata, akamkaba koo, akisema, nilipe unachodaiwa. Tusome mstari wa 29. Unachodaiwa. Basi mtumwa mwenzake akaanguka miguuni pake, akamsihi akisema, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Mstari wa 30. Neno la Mungu linatuambiaje? Mstari wa 30. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa gerezani hadi atakapolipa deni ile, akamfunga, akamtupa gerezani. Hebu tuendelee tena, tuone Biblia inatuambiaje. Basi watumwa wenzake
walipoyaona yaliyotendeka walisikitika sana, wakaenda wakamweleza bwana wao yote yaliyotendeka. Tuone mstari unayofuata. Unaona, ndipo bwana wake akamuita akamwambia, ewe mtumwa mwovu, nilikusamehe wewe deni ile yote uliponisihi. Hebu tuone mstari unaofuata. Naona, nawe je haikukupasa kumrehemu mtumwa mwenzako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Hebu tuone mstari unaofuata 34. Bwana wake akaghadhibika, akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa ile deni yote. Ujua, binadamu hawezi kulipa deni ya dhambi inayomdai aende jehanamu, inayomdai aendelee gizani maisha yake. Deni yake ni kubwa, hailipwi na yeyote na kwa chochote, ila Yesu aliyetoa damu yake na nafsi yake kuwafidia kwa ajili ya watu wote. Mkubali Yesu leo. Hapa bwana, hebu tuone kinachofuata sasa. Sikiliza, ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi msipowasamehe kwa mioyo yenu yote kila mtu ndugu yake. Huwezi kumsamehe mtu kama hujasamehewa, kama hujaondolewa dhambi. Huwezi kumsamehe mtu, hutaweza mpaka usamehewe na Mungu. Watu wengi sana wanafanya toba katika dunia ya leo, wanalia, wanaomboleza, hawataki dhambi, hawataki uovu, lakini bado ni watumwa wa dhambi. Yuko Yesu Kristo, alikwisha kulipa. Anasema huwezi kulipa na kujiosha na kujitakasa mwenyewe. Nenda kwa mtakasaji Yesu Kristo. Nenda kwa Yesu aliyelipa pale msalabani kwa ajili yako. Sikiliza neno linavyosema. Sikiliza neno linavyosema. Bwana Yesu alifundisha akitumia mfano huu ili kuonyesha kuwa mtu hawezi kabisa kujiosha dhambi zake. Unaona, angalia kinachofuata. Dhambi zake kwa nguvu zake mwenyewe au bidii na matendo yake mwenyewe. Dhambi ambazo ametenda mwenyewe na zipo mbele ya Mungu, na zipo mbele ya Mungu. Yule mtu alipopigiwa hesabu alikutwa na deni ambalo hana uwezo kulilipa. Wewe una deni. Acha kuwa na benki kwenye vikoba, acha kuwa na deni kwenye kausha damu, acha kuwa na deni huko sijui wapi kwa ndugu yako, kwa adui yako yeyote. Hilo linaweza likalipwa, lakini una deni moja, unadaiwa kwenda jehanamu kwa sababu Yesu Kristo bado hajakulipia. Kubali na uamini Yesu Kristo akulipie, akulipie. Kwa nini unatabika? Kwa nini unatabika kushinda dhambi? Sikiliza, watu wengi sana wako kwenye bahari ya dhambi, wanapigana wao wenyewe kujiokoa. Wanapiga makasia, wanaogelea wakidhani kwamba wanaweza wakavuka salama, wanaweza kapukana na bahari ya dhambi. Uko kwenye bahari ya dhambi maisha yako yote. Unapigana, unatubu, uko ndani ya bahari ya dhambi. Unatoa sadaka, uko ndani ya bahari ya dhambi. Unatenda matendo mazuri, uko ndani ya bahari ya dhambi. Unafanya kila bidii, uko ndani ya bahari ya dhambi. Unamhitaji Yesu Kristo. Nyosha mikono yako, onyesha ishara kwamba niko hapa. Magonjwa nilemea, dhambi imenilemea, natumikishwa, naonewa, nateswa, nyumba yangu haina amani, watoto wana amani, kazini sina amani, kila mali sina amani. Nyosha mikono yako, Bwana Yesu atakuona naye atashuka. Mwenye uweza atakutoa kwenye bahari ya dhambi.
Na imani kwamba unasikia, na imani kwamba unaamini. Sasa ninapokwenda kumaliza maneno haya, huna uwezo kabisa 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 kuzishinda dhambi. Huna uwezo kabisa kabisa kuikimbia dhambi. Huna uwezo kabisa. Njoo kimbilia kwa Yesu leo. Yesu akupokee, Yesu akuweke huru. Hata jali una dini huna dini, hata jali umeua wangapi, hata jali ni mshirikina sio mshirikina, hata jali umetenda matendo gani, madamu na kuja kwake Bwana atakupokea. Bwana na uwezo kabisa, ndio maana anaitwa Mwokozi. Haleluya. Biblia, sikiliza, inatuthibitishia ya kwamba tunaokolewa kwa neema ya Mungu. Utasikia mtu anasema mimi ni Mkristo, nilibatizwa. Hata shetani ni Mkristo. Mimi nina dini, nafanya haya na haya sawa. Hata shetani ana dini tena kubwa tu. Sikiliza, Biblia inasema maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Yani pamoja na neema ya Mungu kufunuliwa, bado watu neema wanaikataa. Ndio wanaikataa. Wanaikataa ili waende jehanamu. Wanaitukana ili waende jehanamu. Wanaidhalau ili waende jehanamu. Unapomhubiri mtu injili yenye uweza kama hii, ukubali kukaa gerezani, ukubali kufungwa, watakujeri, watakufunga. Sio binadamu watakufunga, ni shetani anatumia watu wakufunge unayehubiri injili ya kweli. Mimi ndani ya Sibuka na wanasibuka wote tunahubiri injili ya kweli, kwa sababu tuna machungu na mzigo na Watanzania. Tuna uchungu na taifa letu. Tunataka Mungu ajipatie wengi. Tunataka Mungu ajipatie wengi. Mbingu zile zijae zinazokuja, jehanamu wapungue. Lakini tutafanyaje? Sikiliza neno la Mungu. Sikiliza neno la Mungu. Biblia inasema tunaokolewa kwa neema. Inatakiwa neema hii uipokee. Inatakiwa neema hii ya wokovu uipokee. Kitu unachopewa kwa neema, maana bila gharama yoyote, ila unaamini. Hoi hai. Kisoma Biblia imesema juu ya watu wanyonge. Wanyonge kiroho, wadhaifu kiroho, wanaoteswa kiroho, wanaotumikishwa kwa utumwa. Imesema hao wakiamini Bwana atawainua, watakuwa watu bora, watakuwa watu wazuri. Huwezi kujifanya mzuri mwenyewe, huwezi kujifanya bora mwenyewe. Hiyo yote umepotea mpendwa. Na kuagiza kwa jina lake Yesu, pokea neno hili unapolisikia. Lazima mkiri Yesu. Kinywa hicho hicho kinachobusu kahaba, kinywa hicho hicho kinachosema uongo na kunywa pombe, kinywa hicho hicho kinachosema uongo, kitumie leo na sasa kumkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi maisha yako. Yesu akiingia ndani, tayari wewe utamwona Yesu yuko ndani. Sema amen. Sikiliza, hakuna mtu mwenye mashetani atakayesema mimi siyajui mashetani. Anayajua. Hakuna mtu anayetenda dhambi akasema dhambi sijui. Anaijua. Anaijua. Ni vile vile ambaye anampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huwa anamuona Yesu ndani. Kwa lazima amkiri Yesu kuwa ni Bwana wake na Mwokozi wake. Warumi mlango ule wa 10 na mstari ule wa 10 ni neno langu na mstari wangu wa mwisho. Tunasoma alafu nitaanza kuomba hapa. Niwaombee bure bila senti. Watu wengi wanaombea watu, wanachukua fedha, wanachukua mali. Hawa wakutuma na Mungu. Hiyo ni biashara yao. Hiyo ni biashara yao. Lakini sisi Biblia inasema mmepokea bure, mmepokea bure, toeni bure. Sikilize, Biblia inasema kwa maana kwa moyo mtu uamini hata kupokea haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Sikiliza, haki ni kama vazi.
Unapompokea Yesu Mwokozi wako, haki inakaa ndani yako, na ile haki unavaa kama vazi. Unakuwa umebadilishwa sura nyingine, umebadilishwa mtu mwingine. Ni lazima tamkiri Yesu kwa moyo wako, utamwamini Yesu kwa moyo wako, kumkiri Yesu kwa kinywa chako, kwa sababu Yesu anakuwa ni fahari yako. Yesu anakuwa ni furaha yako. Yesu anakuwa ni kimbilio lako. Yesu anakuwa ni jibu lako kwa mambo yote. Mungu wa mbinguni aliyenituma kwako, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, na kutakia mafanikio na baraka. Sasa umenisikia neno hili, neno takatifu la Mungu. Sasa nitaanza kuomba juu ya wenye dhambi, na baadaye nitaomba juu ya wagonjwa. Funika macho yako. Yeyote ambaye ndani ya moyo wako unaona kwa kweli lazima niokoke, sasa funika macho yako, nikuongoze sala ya toba. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru leo hii nimesikia ujumbe huu na maneno haya. Nimekubali kabisa kwa moyo wangu, ninaamini wewe ni mwokozi wangu na mwokozi wa ulimwengu. Nimekuchagua wewe uwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Nazitubu dhambi zangu zote. Tangu sasa namkataa shetani na utumwa wake na laana zake. Ninamkataa, atoke ndani yangu, atoke moyoni mwangu. Bwana Yesu, karibu ndani ya moyo wangu. Uwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Uwe Bwana wangu, mwokozi wangu, Mungu wangu. Nitakutumikia. Shetani tangu leo nimemkataa na kazi zake zote. Nimegeukia Yesu na kukupokea wewe. Yesu Kristo, nisaidie. Bwana nibariki. Bwana niinue. Bwana niponye. Bwana liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ninakushukuru mno. Asante kwa mwanao, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen. Ukipenda mawasiliano na mimi, nakupa namba yangu ya simu. Namba yangu ya simu 07 54 61 098 5. Ukipenda mawasiliano na mimi, nipigie kiwa na shida, kiwa na uhitaji, na kukaribisha. Mimi niko Songea, kanisa la EAGT Songea mjini, sehemu moja inaitwa Matalawe, na kukaribisha sana kwa mawasiliano. Mungu abariki sana sana. Bye bye, na Mungu akutetee. Amina. EAGT.